Bwana Yesu asifiwe. Sehemu hii ya 28 ya kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu tunaangazia mada inayoitwa tumepewa Roho wa Mungu. Tumepokea Roho wa Mungu. Tumepokea roho isiyo ya ulimwengu huu. Tumepokea roho isiyo ya utumwa. Tumepewa Roho wa Mungu. Tumepewa. Yamkini labda tulishaongelea huko nyuma kidogo, lakini ningependa kusisitiza tena, maana nimeshaongelea roho wa ulimwengu huu, roho wa uweza wa anga anayetenda kazi katika wana wa kuasi. Ningependa kumwongelea tena, sisi tumepewa roho gani? Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kutusaidia kuweza kushinda mazingira mengi sana ya kimwili. Ibilisi mara nyingi anakuja, anataka kukupeleka katika mwili, anataka kupeleka katika mwili ili aweze kukushinda. Nianze mfano kidogo, yani sikuwa nimepanga kusoma hili, lakini nikusomee kidogo kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akaja akamjia akamwambia, ukiwa wewe mwana wa Mungu, ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Hapa nachotaka kuelezea ni kwamba mkakati wa huyu Ibilisi ilikuwa ni kumtoa Bwana Yesu kutoka katika utambulisho wake kama mwana wa Mungu, ambaye ni roho, ambaye yuko beyond, juu ya mahitaji ya kimwili, hafungwi na mahitaji ya kimwili. Alikuwa na lengo la kumtoa huko na kumbananisha, anamchomeka kwenye mchepuo wa kumrudisha katika mwili, kuanza awe anafikiria tu mambo ya mwili, anafikiria chakula, anafikiria mali, majumba, magari, anafikiria mambo ya mwili. Akiwa katika namna ya mwili, mindset yake ikiwa katika mambo ya mwili, ameshindwa kabisa. Hawezi kumshinda Ibilisi. Ndivyo ilivyo na sisi leo hii. Kwa hiyo tumepewa roho asiyekuwa ulimwengu huu. Nianze hapo, ni waraka wa kwanza wa Yohana na waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 2, nitakwenda mstari wa 12. Anasema, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Tumepewa roho asiyekuwa wa ulimwengu huu. Hatupo chini ya roho atendaye kazi katika wana wa kuasi. Tuko chini au tuko pamoja na Roho wa Mungu, ambaye anatufundisha, anatuonyesha, anatuelekeza katika mambo yote ambayo Mungu ametupatia, ametukirimia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo. Tumepewa Roho, tumepewa zawadi ya Roho, atufundishe, atuelekeze, atuonyeshe, atupeleke katika mambo ambayo Mungu ametupa, ametukirimia bure, ili tuwe comfortable, tuwe vizuri. Turudi kwenye Warumi sura ya, kwa hiyo huyu ni Roho Mtakatifu tunayemwongelea hapa. Yaani Roho Mtakatifu amekuja kuduala katika miili yetu, kuishi katika miili yetu, ili sisi tutembee katika hii hali ya mwili, tuenende katika roho, tuweze overcome ulimwengu. Bila ya Roho Mtakatifu haiwezekani overcome ulimwengu. Nikupeleke kwenye Warumi sasa sura ya 8 nitaanzia mstari wa 14. Nilishausoma huu, lakini kuna mahali nakupeleka. Nasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho wa Mungu maana yake Roho Mtakatifu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa kuwa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Huyu sasa ni roho ya Yesu ndani mwetu. Nitafanya reconciliation nzuri tu baadaye, utakuja kuelewa vizuri. Kwa hapa anaongelea namna mbili tulizopokea roho.
tulizompokea Mungu. Namna ya kwanza tumepokea roho ya kuwa wana, roho ya Yesu Kristo. Namna ya pili tumepokea roho wa Mungu ili tuweze kuongozwa na huyo roho wa Mungu. Si unaona hapa mstari wa 16 anaendelea kusema, anasema roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo roho anayeshuhudia pamoja na roho zetu. Roho zetu ni ile roho ya Kristo ambayo kila mtu anaipokea, inafanyika kuwa yule mtu, inafanyika kuwa asili ya yule mtu aliyeipokea. Lakini Roho Mtakatifu ndio anayetufanya nini? Anayetushuhudia. Kwa ni namna mbili tumepokea nimetumia neno dispensation, sijui kama ni sahihi. Tumepokea namna mbili, tumepokea portion namna mbili, namna ya kuwa wana na namna ya kuongozwa katika mwili. Namna ya kuwa wana ni ile asili yetu kama roho, kama spiritual beings, na asili yetu hii ni asili ya Mungu mwenyewe, na ile tunapata dispensation ya kuongozwa na roho. Maanake huyu Roho Mtakatifu anatuongoza, ni Mungu mwenyewe tena anaiongoza miili yetu. Nipeleke kwenye eneo jingine tena, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 anasema, Wagalatia 4 mstari wa 6, nianze mstari wa 5, anasema mstari wa 4 anasema, hata ilipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Sasa hiyo ni roho ya Yesu Kristo ndio inayotupa sisi hadhi ya kuwa wana. Anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanaye mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Anasema kama ni hivyo wewe si mtumwa tena, bali umwana, na kama umwana basi umrithi kwa Mungu. Kwa tumepokea roho ya kuwa wana, tumeondolewa utumwa, tumepewa uprince na uprincess, kwa sababu baba yetu sisi ni mfalme mkuu. Kwa sisi ni princess na princesses. Tumepewa roho ya kuwa wana wa mfalme, si watumwa tena. Kwa hiyo anza kungangania. Haya, wanapenda kusema ngangania. Anza kungangania hii hadhi uliopewa, iwe kitu cha kawaida ndani yako, iwe ni kitu ambacho unakirudia mara nyingi, unakifanya mara nyingi ndani yako, unakitafakari, unakikumbuka, unakitaja mara nyingi, asubuhi, mchana, jioni, ili uwe na ile constant awareness kwamba wewe ni mwana na sio mtumwa. Yaani kwa asili wewe ni mwana wa Mungu ambaye ni mfalme, ambaye ni baba yako, mpendwa wako, anakupenda. Umepewa roho, umepewa hadhi ya kuwa mwana. Hii hadhi iko juu ya hadhi ya malaika, kwa sababu malaika nao ni roho. Lakini hadhi hii ambayo wewe umepewa na mimi nimepewa sio hadhi ya malaika, ni hadhi iliyo juu, ni hadhi ya mwana wa Mungu, ni hadhi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Sasa nataka kufanya reconciliation ya hizi namna mbili nilizoziongelea. Amesema ziko namna mbili, ziko dispensation mbili. Tuende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, mstari wa okay.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Naweza nikaanzia mstari wa 7 na wa 6. Anasema huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Mstari unaofuata wa 7 anasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja. Tafsiri yangu inasema ni umoja, lakini tafsiri nyingine inasema ni mmoja. These three are one. Kwa hiyo nilivyokuwa najaribu kuelezea kwamba Roho Mtakatifu na Roho wa Kristo ni mmoja, lakini dispensation zimekuwa tofauti. Yani tumepokea kwa namna tofauti na kwa makusudi tofauti. Tumepokea Roho wa Kristo kwa makusudi ya kutufanya kuwa wana, kutuondoa katika utumwa. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama wewe kuwa mtumwa, kama wewe kuanza kuenenda kama mtumwa, yani unafuata mambo ya utumwa, wewe ni mtumwa. Neno zuri la kisiku hizi wanasema kuwa chawa. Hakuna kitu anachokichukia Mungu kama machawa. Mtu ambaye ni chawa ni mtumwa, yani ni mtu ambaye amepoteza kabisa utambulisho wake, amepoteza nafasi yake hapa duniani ya kuweza kumdhihirisha Mungu katika maisha yake. Kwa Mungu hakutupa roho ya utumwa, Mungu hakutupa roho ya hofu. Nimalizie sehemu moja nyingine au mbili. Ngoja tuende kwenye kwanza Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Anasema maana Mungu hakutupa roho ya hofu ya uoga, the spirit of fear, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Tumepewa the spirit of power and of love and of sound mind. Hatukupewa roho ya hofu, hatukupewa roho ili tuwe elements za watu wengine. Tulipewa roho wa Mungu huyu, asili ya Mungu hii, tuwe wana, tu reconnect na Mungu, turudi kwenye purpose yetu na Mungu na Baba. Mstari mwingine niende kwenye kwa tutadhihirisha hii roho ya nguvu tumepewa ili tudhihirishe nguvu za Mungu. So we have received that spirit. Tumepokea roho huyo wa Mungu makusudi sisi sasa tunavyoenenda tuenende kama wana, tuenende kama wana wa mfalme, wana wa falme. Kuna mtu nimemsikia akisema siku moja hapa akisema kwamba kuna maneno mawili, neno la Mungu, neno la nabii na neno la mfalme. Neno la nabii linaweza likatimia, linaweza likachukua muda kutimia, lakini neno la mfalme hilo halichukui muda. Yaani mfalme leo akisema kitu fulani kisitokee, siku hiyo hiyo wako wanaohakikisha kwamba hicho kitu hakitokei. Vile vile kwako wewe na kwangu mimi na wewe tukitamka neno, wako ambao wanahakikisha kwamba lile neno, wanalithibitisha lile neno tulilolitamka, kwa sababu sisi ni wana wa mfalme, ni wana wa mfalme. Scripture ya mwisho, muda umeenda kidogo. Nasema kwa maana Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Anasema kwa maana ndugu, ya kwamba injili yetu kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajue uteule wenu, ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa njia yenu. Kwa tumepokea Roho Mtakatifu na injili yetu hii tutakayoihubiri itaonekana, kwa sababu nguvu za Mungu zitathibitika. Kutakuwa na nguvu za Mungu zitakazodhihirika, zitakazothibitisha kwamba tunaye Mungu katika maisha yetu. Sijaelezea sana hii scripture ya mwisho, lakini unaweza ukasoma na kutafakari mwenyewe. Nataka kutransition kwenda kwenye sehemu nyingine ambayo tunakwenda kujifunza sasa karama nyingine
za Roho Mtakatifu.